Muundo wa wizara. Wizara ya Ardhi na Makazi imeundwa katika sekta ya makazi na ikijumuisha taasisi zifuatazo: idara ya mipango na sera, idara ya maendeleo ya makazi, idara ya uendeshaji wa utumishi, mahakama ya ardhi, ofisi ya msajili mkuu wa serikali, kamisheni ya ardhi, shirika la nyumba, ofisi kuu Pemba, pamoja na bodi ya kudhibiti kodi za nyumba. Majukumu ya wizara ilikuwa ni pamoja na kutunga na kusimamia utekelezaji wa sera za kisekta, sera zinazohusiana na ardhi, nyumba na makazi, kusajilisha na kutekeleza upatikanaji wa makazi bora na nafuu kwa wananchi, kusimamia utambuzi, usajili na umiliki wa ardhi, kufanya tafiti zinazohusiana na sekta ya ardhi, nyumba na makazi, kutayarisha na kusimamia utekelezaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi nchini vijijini pamoja na vijiji, lakini pia kusimamia rasilimali watu, fedha na rasilimali nyinginezo za wizara. Dira kwa muhimili muhimu na uhakika na usalama kwa umiliki wa matumizi ya ardhi na endelevu wa maendeleo ya jamii na kiuchumi. Lakini pia katika dhamira zetu kuhakikisha kwamba ardhi ya Zanzibar inatoa mchango mkubwa kwa ustawi wa taifa kupitia mipango bora ya matumizi ya ardhi kwa ajili ya huduma za makazi na kiuchumi. Malengo ya wizara: kuhakikisha usawa na usimamizi endelevu wa mipango ya matumizi ya ardhi, kushajiisha makazi bora na gharama nafuu, lakini pia kuimarisha huduma za makazi na maendeleo ya makazi, lakini pia jingine kuimarisha utaratibu wa kutatua migogoro ya ardhi. Wizara pia inasimamia sera, sheria, kanuni na miongozo, ambazo katika upande wa sera tuna sera ya taifa ya nyumba ya 2008, lakini pia sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 2018, lakini pia sheria mbalimbali zikiwemo sheria ya utoaji ardhi na utoaji wa fidia ya mwaka 1949, sheria ya udhibiti wa kodi za nyumba, sheria ya mipango miji ya mwaka 55 ya 1955, sheria ya upimaji wa ardhi ya mwaka 90, sheria ya usimamizi wa ardhi ya mwaka 1990, sheria ya umiliki wa ardhi ya mwaka 1992 ambayo ilifanywa marekebisho 2010, lakini pia sheria ya uendeshaji wa ardhi ya mwaka 1964, lakini pia sheria ya mahakama ya ardhi mwaka 1994, sheria ya kondomini mwaka 2010, sheria ya kuanzishwa kwa shirika la nyumba 2014, sheria ya usajili wa thamini 2015, lakini pia sheria ya kuanzishwa kwa kamisheni ya ardhi ya mwaka 2015. Lakini pia katika wizara yetu kanuni mbalimbali ikiwemo kanuni ya mahakama ya ardhi 2006, bodi ya kondomini, pia kuna kanuni ya uhaulishaji wa ardhi ya mwaka 2025, kanuni ya usajili wa ardhi 2024, kanuni ya malipo ya ufungaji baadaye ufugaji madai katika mahakama ya ardhi, kanuni ya tozo uthibitishaji wa ripoti za uthamini ya mwaka 2021, kanuni ya tozo usajili wa uthamini ya mwaka 2021, kanuni ya viwango vya thamani na mazao ya mwaka 2025, kanuni ya viwango vya thamani haki ya matumizi ya ardhi ya mwaka 2025. Lakini pia katika wizara yetu tuna mwongozo ambao ni mwongozo wa thamini kwa malipo ya fidia ya mwaka 2025. Mafanikio katika sekta ya ardhi katika siku hizi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Kama tunavyojua kuna miradi mingi ambayo ilikuwa katika kipindi kilichopita, lakini kuna mingine inaendelea. Kwa hivyo katika wizara yetu sisi katika siku hizi kwanza tumefanya mapitio ya sheria ya sera ya ardhi ya mwaka 2018 kama nilivyotaja kule, ili kuendana na mabadiliko yanayojitokeza, ambapo kwa sasa wizara imeshampa mshauri elekezi ambaye ni chuo cha ardhi cha Dar es Salaam kwa ajili ya kuwashirikisha wataalamu ndani ya wizara kwa ajili ya kufanya mapitio ya sera hiyo. Kama tunavyojua sera ni mwongozo mkuu kabla sheria. Kwa hivyo tumeona sheria yetu hii ya ardhi ya mwaka 2018 bado haiko, ina mahitaji mengi. Kwa hivyo tumeona tubadilishe au tufanye marekebisho kwa ajili ya kuleta mafanikio mazuri. Lakini pia katika upande wa sheria tumeandaa sera ya mji na maendeleo ya makazi, na iko katika hatua kuhakikisha katika vikao vya maamuzi kwa ajili ya utekelezaji. Sheria hii au sera hii imeshachanganya mambo mawili, sera ya miji, lakini pia kuna masuala ya makazi. Kama tunavyoona sasa hivi mahitaji makubwa ya makazi ambayo iko katika nchi yetu. Kwa hivyo tumeona ni vyema tuweke sera kwa ajili ya wananchi wapate makazi bora na salama, lakini pia katika upangaji miji. Kwa hivyo sera hii pia itakuwa inasimamia, lakini hapo baadaye tutakuwa tunatunga sheria kwa mujibu wa sera ilivyo.
Kingine ni kufanya marekebisho kwa kufuata sheria kwa kufuta sheria ya Mahakama ya Ardhi namba 7 ya mwaka 94 na kutunga sheria ya Mamlaka ya Ardhi na Kodi za Nyumba ya mwaka 2026. Kwa sasa sheria hiyo imeshapata maoni ya wadau mbalimbali na imeshawasilishwa katika kikao cha maamuzi. Na pia tumeona kwamba kuna uwezo mkubwa wa kuanzisha baraza ya ardhi kuliko kutumia mahakama za ardhi. Kwa hivyo tumeona tuwe sheria hii ya mabarasa ambayo yatakuwa kwenye mikoa. Kila mkoa utakuwa na baraza ya ardhi ambayo kazi yake kubwa itakuwa ni usuluhishi. Kwa hivyo tutakwenda kuifuta sheria ile ya mahakama ya ardhi na kuanzisha mabaraza ili sasa wananchi wapate ile lugha ya kesi iweze kwenda haraka, kwa sababu sasa hivi mahakama yetu ya ardhi inatumia sana utaratibu wa mahakama kuu. Kwa hivyo hayo baraza tunaona kwa kiasi kikubwa na tunaona kesi za ardhi nyingi. Kwa hivyo tunaamini kwamba ikibadilisha sheria hii ya baraza ya ardhi, wananchi watakwenda kutatuliwa kesi zao kwa muda mfupi sana, pia ambao hautakuwa kidogo ndio mzunguko nenda rudi itakuwa umepungua. Lakini pia katika kipindi hichi tumeanza maandalizi ya awali kufanya mapitio ya sheria kwa pembeni kwa kutunga sheria mpya ya sekta miliki kwa lengo la kuweka mfumo madhubuti wa kisheria utakaosimamia kuendeleza na kuratibu masuala ya sekta hiyo kwa kuzingatia sera, sheria na miongozo ya serikali. Kama tunavyoona sasa uwekezaji umekuwa mkubwa wa kujenga nyumba hizi za makazi. Kwa hivyo tumeona ni vyema sasa tufanye rekebisho hii sheria yetu ili sasa iendane pamoja kutokana na mahitaji ambayo sasa hivi yapo. Lakini pia baada ya kutunga sheria, sera na kanuni katika kipindi hichi, wizara pia imelipanga eneo la ziada katika eneo la Ugatuzi, yani imefanya extension lenye ukubwa hekta 243.96 kwa lengo la kuliongeza eneo hilo ili kuchochea uwekezaji wa viwanda nchini kulingana na mahitaji. Kama tunavyojua, Kamisheni ya Ardhi ndio jukumu la kupanga matumizi ya ardhi, kwamba eneo la kilimo hapa itakaa sehemu za viwanda. Kwa hivyo eneo la viwanda tulipima huko nyuma, lakini tumeona kidogo. Kwa hivyo katika kipindi cha siku 100 sisi tumekwenda kuliongeza lile eneo, kwa sababu tunaona sasa hivi viwanda vimezidi kuimarika katika nchi yetu na mahitaji yanazidi kuongezeka. Kwa hivyo katika jambo la mwanzo ambalo tumelifanya katika upangaji, tumeenda kuongeza eneo la Ugatuzi kwa ajili ya mahitaji ya viwanda na uwekezaji uzidi kukua. Lakini chengine, wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo pamoja na Shirika la Biashara la Taifa STC inaendelea na zoezi la upimaji wa maeneo ya mashamba ya eka 3 kwa upande wa Pemba ili kuwapatia wananchi hati za matumizi ya ardhi kwa ajili ya kilimo cha karafuu, ambapo kwa sasa vinaendelea wizara hizi kuhakiki kwa kina majina ya wale wananchi waliokuwa wanatumia yale maeneo kwa ajili ya kutoa hati miliki. Na sisi tunakumbuka sote kwa Rais alikwenda kutoa hati miliki za mashamba kwa ajili ya uvunaji wa karafuu. Kwa hivyo zoezi lile baada ya kuzitoa walitoa pale wa mkoa wa Kusini Pemba, lakini ukija pale wa Kaskazini Pemba. Kwa hivyo tumeona ni vyema sasa zoezi lile likaendelea. Kwa hivyo katika kipindi hichi cha siku 100 tumeendeleza ile zoezi, na kwa sasa tunaendelea na uhakiki wa karibu na tayari tumeshatayarisha hati kadhaa kwa ajili ya kuwapatia wananchi, na zoezi hili liendelevu kwa sababu sote tunajua umuhimu wa karafuu, na karafuu tunajua kama ni zao ambalo linaleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hivyo tumeona ni vyema katika jambo la mwanzo ambalo tulifanyia kazi niweza kwenda kuendeleza na zile kutoaji hati miliki, yani tunapima kwanza maeka. Kama tunavyojua kwanza ilikuwa hizi eka 3 hazikupimwa, zimekuwa mipaka tu kutoka Mkarafuu mpaka Mkarafuu au Mnazi Huu mpaka Mnazi Huu, lakini kwa sasa tumeona tupime, yani kuweka vile vipimo ambavyo viko sawa. Hii pia itaenda kuondosha matatizo, lakini sio kwa upande wa Pemba tu, hata kwa Unguja hivi zoezi tayari limeanza. Tunawapimia wananchi eka 3, wanakuja kuomba kwenye eka zao, tunawapimia na tunawapa hati za kilimo. Hii pia itapelekea kupunguza migogoro ya ardhi, kwa sababu tayari mipaka itakuwa inajulikana kwa kina. Lakini pia katika kipindi hichi wizara itakamilisha utambuzi wa parcel zilizobakia katika maeneo ya Maungani, Kunduchi,
kwa Unguja, lakini pia Makangale Mfikwa kwa Pemba na Mjini pia, ambapo jumla ya viwanja 477 kwa Unguja na 67 kwa upande wa Pemba vimefanyiwa uhakiki na kutambuliwa. Aidha, wizara inaendelea na utayarishaji wa kufanya utambuzi katika maeneo ya eneo la Fumba na Bondeo ili kuwawezesha wananchi kusajili ardhi zao na kuwa na mpango mzuri wa matumizi ya ardhi. Lakini pia tumeona tunakuja kwa upande wa utambuzi wa ardhi, kwa sababu utambuzi wa ardhi ni eneo ambalo kwa 95% linaondosha migogoro ya ardhi. Kwa hivyo tulikuwa tuna zoezi moja la kutambua maeneo yenye migogoro mingi. Kwa mfano Maungani tulianza kufanya utambuzi lakini hatukumaliza, lakini pia Makunduchi, lakini pia Makangale, Mfikiwa, Kujini. Maeneo haya yalikuwa yanajichomoza mara kwa mara migogoro ya ardhi, tukawa ni vyema tuyatambue. Kwa hivyo tulianza lakini hatukufikia mwisho. Kwa hivyo katika kipindi hichi cha siku 100 tumemalizia maeneo haya na tumeshatoa hati miliki kwa ajili ya wananchi waliofanyiwa utambuzi. Hapa niwaombe sana wananchi, kwa sababu tumekuwa tuna tatizo la tunapofanya utambuzi basi wananchi wanakuwa hawajui kuchukua hati miliki zao na kutabakia pale wizarani siku nyingi, yani kamisheni ya ardhi. Kwa hivyo niwaombe sana katika utambuzi wa ardhi, ni hati zenyewe kwanza zinakuwa kusajili, sio kusajili. Kwa hivyo tunaomba sana wananchi kufanya utambuzi basi waje kuchukua hati miliki zao ili kuna migogoro, lakini hati hizi pia zitakwenda kuwanufaisha kwa masuala mbalimbali ikiwemo katika mikopo, kwa sababu katika mikopo pia hii hati miliki huwa zinatumika. Kwa hivyo katika kipindi hichi tumeona tukamilishe ile utambuzi katika maeneo hayo, lakini pia tumeona tukafanya utambuzi na matayarisho tayari yameshakamilika, kwa sababu katika utambuzi ni process. Unaanza hatua ya kwanza kwenda kukaa na wananchi ambapo tayari tumeshakaa nao, lakini pia kwenda kuangalia ukubwa wa eneo ambalo unataka kufanya utambuzi. Kwa hivyo hizo hatua tayari katika kipindi hichi cha siku 100 tumeshazianza, lakini tunaamini si kipindi kirefu tutamaliza, hawa wananchi na wao wabakie salama na waweze kumiliki ardhi zao na kutokana na ujenzi wa holela. Lakini pia katika kipindi hichi wizara imekamilisha matayarisho ya awali ya upangaji na upimaji katika kisiwa cha Uzi kwa madhumuni ya kutayarisha mpango wa matumizi ya ardhi na kuepuka ujenzi holela. Hii imetokana kupanda thamani wa maeneo ya Uzi baada ya kuwasili daraja la Uzi, ambapo kwa sasa vikao mbalimbali vya kuwashirikisha wananchi wa maeneo hayo tumeshafanya kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huo. Kama tunavyojua, Mheshimiwa Rais analeta maendeleo makubwa katika wananchi wake, na katika maendeleo hayo natupongeze sana kwa kuweza kujenga daraja la Uzi. Lakini baada ya ujenzi kuanza wa daraja lile, imekuwa sasa kule wananchi wanauza sana viwanja, wanauza kiasi kwamba yani hakuna mpango wote ambao ulipangwa. Kwa hivyo tukaona sisi kama serikali tuchukue jitihada za makusudi kwenda kulipanga eneo hilo. Kwa hivyo matayarisho katika kipindi cha siku 100 matayarisho tayari tumesha yafanya, ikiwemo kwenda kukaa na wananchi, kuzungumza nao, wajadi kufanya ushirikishaji wa karibu kabisa na wananchi. Kwa hivyo katika siku 100 hizi tumefanya huu mpango na tayari tumeshachukua eneo lote ambalo tutaweza kufanywa huu mpango ambao tutakwenda kugawa sehemu ya makazi ikae wapi, lakini pia sehemu ya kilimo itakaa wapi, lakini pia maeneo ya uwekezaji yatakuwepo wapi. Kwa hivyo tumeomba sana wananchi wa Uzi tufanye mashirikiano makubwa ili sasa eneo lile lisiende kuharibika, kwa sababu tumeona kwa upande wa kisiwa cha Uzi bado ilikuwa maeneo yaliharibika sana kwa sababu ya uvamizi, lakini kwa kasi ambayo wananchi wanauza viwanja. Juzi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tulikwenda kufanya mazungumzo na wananchi wa kule wapi Uzi Ngambwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akawaambia katika hati za uhaudishaji, kwa sababu maeneo ambayo hakupimwa fomu zinakwenda kwa mkuu wa wilaya. Kwa hivyo katika maeneo yale, katika fomu zile, fomu 20 zinazokwenda, basi fomu 17 zote zinatokea maeneo ya Uzi Ngambwa. Kwa hivyo tukaona kasi imekuwa ni kubwa sana, lazima tukawapangie wananchi ili sasa lisiweza kuharibika katika masuala ya ardhi. Lakini pia tumeanzisha mpango
maalum wa matumizi ya ardhi kwa kisiwa cha Kojani Pemba, ambapo jumla ya viwanja 142 vimeshapimwa kwa ajili ya makazi na viwanja vingine kwa ajili ya kutoa magari kwa ajili ya kuweka uwekezaji, lakini pia kuweka mandhari nzuri ya kisiwa cha Kojani. Sote tunafahamu kwamba kisiwa cha Kojani kama ambao tumefika hakuna ule mpango mzuri wa ardhi. Ukishuka na nyumba zimesokotana pale. Kwa hivyo tumeona ni vyema kisiwa cha Kojani tupime na tukipange vizuri ili yale mazingira yakae vizuri, lakini pia watakapokuja wawekezaji na wapate maeneo ambayo ni mazuri na waridhike na katika yale maeneo ambayo yapo. Kingine, wizara imeanza upangaji wa eneo la akiba la Paje Jambiani kwa kukamilisha awamu ya kwanza ya mpango wa matumizi ya ardhi, ambapo viwanja hivyo vimepangwa kwa ajili ya makazi, biashara na uwekezaji ili maendeleo yaliyopo. Pili, kutoka maendeleo yaliyopo katika maeneo hayo ili kuweka udhibiti ujenzi usiofuata taratibu. Sote tunatambua maeneo ya Paje yalipo jamani. Yaani majengo ovyo wamekuwa tena hadi hakufahamiki. Kwa hivyo tukasema na sisi kwa upande wa Paje, kwa sababu pengine sisi tunaangalia sehemu gani labda tukakupanga kwa sasa hivi ambapo kuna tunaangalia kwenye shida ambapo hakuna shida, lakini ambapo kuna shida sana tunaona bora tukakuwa mwanzo ili zile shida zisiongezeke. Kwa hivyo tumekwenda kupima eneo la Paje la Jambiani na mpango ule ni mkubwa sana ambao utawezesha wawekezaji kuja kuchukua maeneo pale kwa ajili ya uwekezaji. Pia kutakuwa kuna mazingira mazuri sana ya wananchi kwa ajili ya makazi. Lakini pia katika eneo la Paje tutaweka mpango maalum, yani mwongozo maalum kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za pale, kwa sababu maeneo yale ni mazuri, hawezi kuachia kila mtu akajenga anapotaka yeye. Kwa hivyo tutaweka masharti maalum kwa ajili ya mpango wa Paje, na tayari mpango huu tumeshaukabidhi katika mikoa yao. Kwa hivyo katika mkoa wa Kusini Unguja tayari tumeshapewa mpango wa Paje kwa ajili ya kusimamia wa wenyewe, pamoja na kuwapa wananchi kuambia kwamba hapa tayari pana mpango na kutoa elimu ili mpango ule usende kuchafuliwa na uendelee kubakia salama. Lakini pia wizara imekamilisha mpango wa matumizi ya ardhi kwa eneo la Kongoroni na hatua za upangaji wa maeneo ya Mishamvi, Mweju, Dongwe zinaendelea. Mheshimiwa Rais amepeleka barabara ya Kongoroni Charawe. Sote tunajua hayo ni maendeleo makubwa na tumshukuru sana, tumpongeze, lakini inapokwenda hizi barabara mara nyingi wananchi wanakwenda kujenga ovyo. Kwa hivyo sisi mara nyingi tukishaona hali hatari inakuja hiyo tunakwenda kupanga. Kwa hivyo tayari katika kipindi hichi tumepanga eneo la Kongoroni, Charawe, wote kule tayari tumesha kupanga kwa ajili ya mazingira mazuri ya upatikanaji wa viwanja, lakini pia tunakwenda kutoa elimu. Tunafahamu katika maeneo ambayo tumekwenda kufanya kliniki ya ardhi ni eneo la Kongoroni, na tuwafahamisha wananchi kwamba maeneo haya tusijenge ovyo kwa sababu tutaharibu, lakini eneo kwamba limepimwa na limepatiwa hati miliki linakuwa na thamani kubwa. Hata mwekezaji akija akikuta pale pana document ya serikali kama anataka kuuza, basi inakuwa ni njia rahisi. Kwa hivyo tumeamua pia kushika katika maeneo haya na kupanga vizuri. Lakini pia wizara imekamilisha mpango wa matumizi ya ardhi kwa eneo la Kongoroni nimesema. Lakini jingine ni hatua ya uondoaji wa thamani ya msingi katika maeneo ya Malindi Jitini, Malindi Funguni na Mpigaduri imekamilika kwa ajili ya kuvukia bahari na kupatikana eneo la ardhi kwa lengo la uwekezaji na kuweka mazingira na haiba nzuri ya eneo hilo la Malindi. Eneo la Malindi sote tunajua lilivyo, eneo lile na mahitaji ya kuvukia bahari. Kwa hivyo sisi Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwa kipindi hichi tumeweza kupima lile eneo lote lile na kutoa ramani ili wakati wa ufukiaji ule bahari ijulikane mipaka sehemu gani na sehemu gani ile bahari itakwenda kufukiwa, na lengo hasa ni kwa ajili ya kuwekeza, lakini pia kuweka mazingira mazuri ya eneo lile. Pengine wizara imekamilisha matayarisho yote ya awali katika uandaji wa mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa ardhi ambao ni LARIS, ikiwemo utiaji saini wa ujenzi wa mfumo pamoja na mkataba wa fedha na mkataba wa technical pamoja na kugharamia mfumo huo, ambapo kwa sasa wizara imeshainisha maeneo kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya uwekaji wa mfumo kwa ngazi ya mikoa na Unguja na Pemba.
Mkoa wetu huu tutakwenda kujenga pia vituo vya ardhi, yaani katika mikoa tutakuwa na vituo vya ardhi. Kama tunavyojua sasa hivi kamisheni ya ardhi kumekuwa na wananchi wengi watakwenda kutaka huduma pale. Kwa hivyo tumeona ni vyema sasa tushushe vituo hivi kwa wananchi. Kwa hivyo baada ya kwenda kamisheni, baada ya kukamilika mfumo huu, wananchi atakwenda tena kamisheni ya ardhi, bali atakwenda kwenye kituo ambacho kiko kwenye mkoa kwa ajili ya kwenda kutafuta huduma, na akenda kule tena hakuna makaratasi, bali ni kuingia kwenye mfumo na kumwambia eneo hili la fulani, eneo hili la fulani. Kwa hivyo katika kipindi hichi tumeainisha yale maeneo katika mikoa yote mitano Unguja na Pemba kwa ajili ya kwenda kujenga hivyo vituo. Lakini chengine katika mradi huu ambao tayari umeshaanza matayarisho yake, tutakwenda kuweka master plan ya mkoa wa Kusini Unguja, lakini pia mkoa wa Kaskazini Unguja, kwa sababu Zanzibar yetu haina master plan kama sasa hivi. Kuna master plan moja tu ya mkoa mjini Magharibi, lakini pia kutokana na kuanzishwa kwake kule, lakini sasa hivi hatua tuliopo tumeona ni bora tuifanyie review ili mpango ule sasa uzidi ukae vizuri, kwa sababu sasa tunaona sana katika uhamuzi wa ardhi. Kwa hivyo master plan zitakuwepo zote tano, na master plan yani mpango mkuu ndio utakaopelekea sasa kupanga mipango midogo midogo. Kwa hivyo tunaamini katika kipindi hichi ambacho Mheshimiwa Rais anaenda nacho, kwa kuanzia hizi siku 100 tayari tumekamilisha hayo matayarisho ya kuweka Zanzibar yote iwe na master plan, iwe na mipango yake ambayo itakuwa kwenye mipango kwa yani katika mikoa. Kila mkoa atakuwa na master plan yake kwa ajili ya kueleza katika mipango midogo midogo. Kwa hivyo katika mradi huu wa ardhi ambao tumeutaja itafanya master plan kwa ajili ya mikoa miwili ya Unguja Kusini na Kaskazini. Lakini pia kwa upande wa Pemba kuna mradi wa BT ambao huo utakwenda kufanya Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Na ndio maana nikasema mikoa yote hii itakuwa na master plan tayari, lakini miradi tofauti. Huku utakuwa na mradi wa Big Z ambao mradi huu wa Big Z tayari umeshafikia 16% ambao tayari washauri elekezi wako site wanatafuta taarifa katika kipindi hichi cha siku 100. Kwa hivyo tunaamini na master plan zitafika zote 5 za mikoa mitano katika maeneo yetu haya, basi itakuwa Zanzibar imebakia salama katika uvamizi, lakini pia itakuwa ni Zanzibar itakuwa inavutia wawekezaji kwa ajili ya kuendeleza shughuli zake. Kwa hivyo pia mpango huu utahusisha pia uandaaji wa mipango ya kina kama nilivyozungumza ya matumizi ya ardhi kwa miji minne kwa upande wa Pemba, hiyo kisiwa cha Pemba ikiwemo Chake Chake, Wete, Mkoani pamoja na Micheweni. Kukamilika kwa mpango huu utasaidia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa maeneo rasmi yatakayotumika kwa shughuli za makazi, kilimo, viwanda na huduma nyingine za kijamii. Aidha, mpango huu utaimarisha uwekezaji katika sekta ya utalii na viwanda na kukuza kisiwa cha Pemba kiuchumi. Lakini pia wizara imeendelea na uratibu wa usuluhishi wa migogoro kupitia kamati ya usuluhishi, ambapo jumla ya migogoro 15 kwa upande wa Unguja na migogoro 7 kwa upande wa Pemba imepatiwa ufumbuzi. Wizara inaendelea kutoa elimu kwa jamii kupitia kliniki za ardhi pamoja na vyombo vya habari ya kuwataka wananchi kufuata taratibu za upatikanaji wa ardhi ili kujiepusha na migogoro ya ardhi. Kama tunavyojua sote, migogoro ya ardhi imekuwa ni mingi na inaendelea. Migogoro hii mara nyingi huwa inahusisha watu na watu. Mtu na mtu pengine kajenga hajaja kuingia kwenye eneo langu, pengine labda masuala ya kurithi. Yaani kuna migogoro mingi ambayo inakuja katika wizara. Pengine jirani na jirani, pengine yaani mradi kwa inakuwa migogoro yaani inakuja mara kwa mara kwa wananchi wanapata shida. Kwa hivyo sisi tulikuwa na ndio kuanzisha hii kamati ya migogoro. Kwa hivyo kipindi hiki cha siku 100 tumeweza kusuluhisha migogoro 15 kwa upande wa Unguja, lakini pia 7 kwa upande wa Pemba. Lakini pia tunaendelea kutoa elimu
Na hapa pia naomba wanisikize sana wananchi, kwa sababu migogoro hii kwa tunapata tabu sote. Tunapata sisi tabu, lakini wananchi pia wanapata tabu, kwa sababu migogoro ya ardhi inapaishi mara moja, kwa sababu hata hujapata uthibitisho wa kina. Kwa sababu kama nilivyozungumza, kwanza maeneo yote hayajapimwa, maeneo ya ardhi. Kuna maeneo yamepimwa, kuna maeneo hayajapimwa, ambayo ule mradi wetu wa DARIS utakuja kutusaidia sana endapo utakamilika. Lakini kwa sasa hivi bado 20% tu ndio ambayo nchi yetu imepima maeneo yake. Kwa hivyo mara nyingi kitokea hivi itakuwa tafrani, mtu nenda rudi pengine miaka 5, kwa sababu migogoro hii mengine inakuja wizarani, lakini mengine inakwenda mahakama ya ardhi, mengine inakwenda mahakama kuu. Kwa hivyo inakuwa inachukua muda mrefu. Kwa hivyo tuombe sana wananchi wanapotaka kununua hii ardhi, jambo la mwanzo kabisa ni kufuata taratibu, yani kutafuta ule umiliki, kuangalia umiliki, lakini pia kuangalia matumizi ya pale. Kwa sababu unaweza ukanunua pale kuangalia umiliki, kwa hivyo huangalia matumizi, unaangalia tu pengine hili eneo la Msema Kame, lakini kumbe huko tayari kamisheni ya ardhi imeshalipangia matumizi mengine, kwa sababu mwenye mamlaka makubwa na sio makubwa, mamlaka ya kupima ardhi ni kamisheni ya ardhi pekee yake kupitia idara yake ya upimaji. Kwa hivyo tunapotaka kununua ya maeneo tujiridhishe na mambo mawili, umiliki lakini matumizi ya ardhi. Kwa mfano sasa hivi tumekuwa na uvamiaji mkubwa sana wa land bank na maeneo ya misitu. Maeneo ya misitu yameshapimwa kwa ajili haya ni maeneo ya msitu. Kwa hivyo wananchi sisi hatutaki wakavamia maeneo ya msitu, kwa sababu msitu ule ukesha itakuja kuwa tena mtihani mkubwa, tutakuwa hatupati mvua, hatupati mazao, yani itakuwa tafrani. Kwa hivyo lazima tudhibiti msitu wetu. Kwa hivyo niombe wananchi sana wasiingize masuala ya misitu, wasiingie kwenye land bank wala maeneo ya kilimo, kwa sababu shida inakuja hapa. Wewe tayari umeshanunua, ukisha kununua sisi kule ukija tukiliona tu, kwa sababu ramani tunazo, unajua hili ni eneo la msitu, hili ni eneo la kilimo. Kwa hiyo sisi tukiona tunakwambia hapa hatuwezi kurudisha eneo lako kwa sababu tayari ni eneo la msitu, au hili ni eneo la akiba limewekwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa hivyo pale na usema manake nimekwenda nimehangaishwa, mara nyingi tunasema tuhangaishi watu, bali tunataka watu wapate taratibu. Kwa hivyo ni sana hivi nimesema nizungumze, kwa sababu imekuwa tatizo kubwa. Wananunua hapo wengine kwa wanarudia kama wachezaji. Mimi sangia nawaambia pesa za watu zirejeshe, kwa sababu sisi hatupili hapo. Utakana ngako utamwangaisha mchezaji wako. Kwa hivyo naomba sana wanapotaka kununua ardhi, basi ni vyema tukapata taratibu, tukatazama matumizi ya ardhi ya pale, lakini pia tukaangalia umiliki wa pale. Na kwa sababu hapa nasema kwamba tusiridhike na mtu mmoja, kwamba ukenda kwa sheha tu, sheha kwa eneo hilo halina mwenyewe, au eneo la msitu, ni bora kufika kamisheni ya ardhi. Kwa sheha nenda, wala si tatizo, lakini pia fika kamisheni ya ardhi, yani uangalie pale, uulize jamani ile eneo. Na wanakuja sasa hivi, nashukuru sana wananchi wengi wanatupigia simu, mimi nataka kwenda kununua pale fulani, naomba mtu wako kaniangalizie. Kwa hivyo tunawapa, lakini pia tunashirikiana nao, kwa sababu kuna maeneo ambayo yamepimwa, sisi tunapata taarifa zake, tunazo, hazina shida, kwa sababu record zipo kamisheni. Lakini maeneo ambayo hayajapimwa, sisi hatuna taarifa nazo. Tutakuja kupata taarifa baada ya mfumo ambao nimeutaja wa DARIS utakuwa umekamilika, kwa sababu taarifa zote zitakuwa tayari zimeshawekwa kwenye mfumo, lakini kwa sasa inakuwa kidogo ni shida. Kwa hivyo niombe sana wananchi kuzingatia hili taratibu, ili kujiepusha na matatizo ambayo yanaweza yakawapata, kwa sababu saa nyingine hao wawekezaji nao hawakubali. Wao wakiona hapa eneo limezuiliwa, watakuja kupeleka mahakamani, wanapeleka kama ungadanganya mimi. Tena na wapenzi kwani msifahamishe vizuri, au wanasheria hao ambao kwa mawakili, na pia hii wafahamisheni vizuri hao wawekezaji wenu, kwa sababu mtakuja kuwaisha. Kwa hivyo, kwa sababu mara nyingi maeneo haya yanakuwa masuala ya uwekezaji, lakini pia masuala ya kawaida. Kwenye uwekezaji, kwenye kawaida hakuna mashaka mengi, lakini kwenye haya maeneo ya uwekezaji ndio maana kwa maana changamoto hizi zinatokea. Na ndio maana kwa 2025 nakumbuka mwezi wa 4 tulitoa kanuni, nakumbuka ilikuwa kanuni ya 18 ya uhawilishaji, kwamba unapotaka kununua ardhi kwenye maeneo ya uwekezaji, basi ni vyema ukaomba ushauri kwa maandishi
wa kamisheni ya ardhi, yeye atakwambia eneo hili unaweza ukaliuza, eneo hili huwezi kuliuza. Lakini tunaona kanuni yetu hii bado haijafanya kazi, kwa sababu haifanyi kazi. Tunaona fomu za uhamasishaji zinakuja bila kuambatanishwa na ile barua. Kwa hivyo pia hili naomba wananchi ni vyema wakati wa ushauri wa maandishi, kwa sababu bila ushauri wa maandishi na barua ya katibu mtendaji sisi tutakuwa pia hatuwezi kulihaudisha eneo hilo, na mwisho tutakuwa tunalaumiana bure wakati wewe mwenyewe ulifuata taratibu. Kwa hivyo naomba hili pia tulichukue, tukawaelimisha wananchi kwamba taratibu za ardhi ni muhimu kuzifuata na tuzifuate, kwa sababu katika sekta yenye sheria nyingi ni sekta ya ardhi. Hapa kwetu kuna sheria 10 zote zinahusiana na masuala ya ardhi, na utakuta saa nyingine hizi sheria ni utaratibu tu wa kupatikanaji pengine wa timiliki pengine katika masuala ya utambuzi au ukodishaji, lakini unakuwa ni sheria, kwa sababu mara nyingi tunaona utaratibu unakwenda kwenye kanuni, lakini katika ardhi inakuwa ni sheria kamili, ule utaratibu tu. Ukikosea ule utaratibu au ukiona labda ukaona inakuwa ni shida kufuata utaratibu, baadaye itakuja kuwa ni matatizo, na ndio maana sasa hizi kesi za ardhi zinakuwa ni nyingi. Kesi za double allocation tumejitahidi sana katika wizara, haisitokei sana. Kwa hivyo kama nilisema mwanzo, kesi hizi mara nyingi zinakuwa za wananchi wenyewe ambao wanakuwa wananunua ardhi hizo bila kufuata utaratibu, lakini pengine ndio hiyo, pengine mtu kajenga kenda njia mwenziwe, ndio kesi ambazo sasa hivi tunazipokea kwa wingi. Kwa hivyo niombe sana wananchi kuwa makini na hilo, na kama tunapojua ardhi yetu kila siku tunasema ni ndogo, tumesema hapa tunakwenda kufikia bahari, kwa sababu ardhi imekuwa ni ndogo. Kwa hivyo kutokana na wiki yetu ilivyo, sababu kila mara tunakuwa tunaongezeka, kila sensa ambayo inakuja kipindi cha miaka 10 huwa tunaongezeka sana. Nitoa mfano tumaikuwa na urejea mwaka 2022 kulifanyika sensa, na sensa ile ilikuwa ina watu kama 1800. Sasa hivi tayari tushafika milioni 2, yani tushaongezeka 200,000. Sasa tuseme ile miaka ambayo 23 mpaka 22 mpaka 25 ilikuwa 22 mpaka watu wengi tumeongeza. Kwa hivyo tunategemea tukenda kwenye 32 watu watakuwa wamezidi wengi zaidi, na huwa tunaongeza kwa kuzaliana, lakini pia kwa kuhamia. Kwa hivyo tujitahidi sana, kwa sababu ardhi yetu ni ndogo na tumeona haikupangwa mpaka sasa hivi, tukaanza tunaanza kwenda kuipanga. Kwa hivyo tujitahidi sana wananchi, ili mswali kidogo nilisema, kwa sababu ni tatizo ambalo linakuwa linatupata mara kwa mara, lakini naona kutakuwa hakuna shida endapo tutakuwa tunapata hizi taratibu ambazo nimezungumza. Lakini pia hiyo ni kwa upande wa utatuzi wa migogoro ambao unakuja wizarani, lakini kwa upande wa utatuzi wa kesi kupitia mahakama ya ardhi za mikoa pamoja na mahakama yenyewe, jumla kesi 105 zimefunguliwa Unguja na Pemba. Mahakama inaendelea kusikiliza kesi hizo pamoja na za awali, ambapo jumla kesi 102 zimetolewa maamuzi sawa na wastani wa 68 ya lengo la uamuzi wa kesi 150 kwa kipindi hicho. Hii mafanikio makubwa kwa kweli, kwa sababu kesi za ardhi mara nyingi zinakuwa zina shida kama nimesema mwanzo, lakini pia yani utaratibu ambao tunautumia sisi wizara na utaratibu wa kimahakama tofauti. Utaratibu wa wizara tunakuwa tunawaita tu utaratibu wa kawaida wa kusuluhisha, tunaita pande mbili, tunaita pande ya kwanza, tunaita na pande wa pili, tunakaa nao, tunawasikiliza, tunaomba aitabirengeza taibu mwanchi basi mwezio huyu atakulipa, yani tunakwenda kwenye usuluhishi. Tukishindwa tunaambia jamani, tena sisi tushatumia nguvu kubwa, tushaona hakuna usuluhishi hapa, kwa hivyo nendeni mahakamani. Lakini mara nyingi watu tunawaomba bora msiende mahakamani, kwa sababu mahakamani kuna utaratibu wake. Mahakama ya ardhi inatumia utaratibu wa mahakama kuu, kwamba leti kwanza maombi alafu urudi. Inawezekana wakili yule akwambia leo naumwa, kwenda kwa hakimu ana matatizo, mradi zinakaa muda mwingi. Kwa hiyo ndio maana tukasema haya matatizo ni vyema sasa tunafuata utaratibu ili tusiende kwenye mahakama. Hatupendi sana wananchi wakaangaika amani, lakini tunapenda wananchi sana waishi katika salama, lakini usalama ule ni kufuata utaratibu wa upatikanaji wa ardhi. Kwa hivyo hayo ilikuwa ni mafanikio kwa upande wa sekta ya ardhi, kama nilivyosema mwanzo kwamba sekta hii
yaani wizara hii na sekta mbili, sekta ya ardhi na kwa upande wa sekta za makazi. Kuna mambo mengi yamefanyika, hayo nimezungumza katika kipindi hichi cha siku ya moja, na kuna mengine ni process. Sababu unaweza kama una miradi lakini imeanza, lakini hapa katikati kuna vitu umefanya. Pengine ulikuwa na mradi wa ujenzi wa nyumba, lakini kwa kipindi hichi umefikia asilimia fulani. Kwa hivyo hapo hayo ndio mambo ambayo tayari katika siku 100 katika upande wa sekta ya ardhi tumeyafanikisha, lakini pia kuna mengine tunaendelea nayo. Kwa mfano upatikanaji wa hati miliki ni jambo la kawaida ambalo kila siku linafanyika. Hata utambuzi wa kawaida, utambuzi unaotaja hapa ni ule utambuzi wa yani maeneo ambayo yana migogoro mingi. Nashukuru sana kwa sababu kwa mfano Shakani kwa tuna sheria ya Shakani tunapiga kesi nyingi za ardhi, lakini tangu kufanya utambuzi alhamdulillah kesi zile zimepungua. Kwa hivyo tuna utambuzi wa mambo mawili. Kwanza ni utambuzi wa kawaida ambao tunashukuru sana wizara ya fedha kwa kuingilia fedha kwa ajili ya utambuzi, lakini nyingine kuna mazoezi maalum na kufanya utambuzi kwa ajili ya maeneo haya ambayo yenye migogoro. Kwa hivyo katika kipindi hichi tumefanikisha, tumefanya utambuzi, lakini kipindi hichi tumefanikisha kutoa hati nyingi za utambuzi kwa ajili ya maeneo haya ambayo yana migogoro zaidi, ili kupunguza hiyo migogoro ya ardhi. Lakini pia nikitoka kwenye sekta ya ardhi sasa naomba moja kwa moja kwenye sekta ya makazi. Katika siku 100 za uongozi wa serikali ya 8 kwa kipindi cha pili, wizara inaendelea na ujenzi wa miradi ya nyumba za makazi kama ifuatavyo. Kwanza, ujenzi wa nyumba za makazi Chumbuni ni asilimia 16.4, ambapo jumla ya majengo manne yamejengwa yenye nyumba 180 kati ya majengo 22 yanayojumuisha nyumba 1095. Mradi wa Chumbuni umeanza zamani, lakini katika kipindi hichi tumeongeza majengo ili wananchi wapate makazi bora. Na katika mradi mkubwa wa shirika la nyumba ni mradi wa Chumbuni, lakini pia kuna mradi wa Kisakasaka B ambao unahusisha ujenzi wa nyumba 548, unaendelea na umefikia 6% ya utekelezaji na upo katika hatua ya kujenga misingi ya majengo. Kwa hivyo Kisakasaka B pia kule sasa hivi ukaenda kuna harakati nyingi, lakini sote tukipita Kisakasaka sasa hivi tunaona mabati mengi na mji wa serikali pale unaendelea kujengwa, lakini pia kuna makazi mengi yanaendelea kujengwa. Kwa hivyo mradi wa Kisakasaka B nao pia umefika katika 6% ya utekelezaji na uko katika hatua ya kujenga misingi ya majengo. Lakini pia kuna mradi wa Kisakasaka D ambao unahusisha nyumba 312, unaendelea na umefikia 8% ya utekelezaji wake na upo katika hatua ya kujenga nguzo za misingi yani foundation kusimamia majengo hayo kwa upande wa Kisakasaka huko. Lakini pia kuna ujenzi wa mradi wa nyumba za makazi na biashara Mombasa awamu ya pili, unahusisha ujenzi wa nyumba 22 na maeneo ya biashara, umefikia 69% ya utekelezaji wake na upo katika hatua za kumalizika kwake. Katika nyumba zetu 72 nyuma yake kule hapa tunatamana na biashara para jengo letu pale nalo la shirika la nyumba. Lakini pia kuna ujenzi wa jengo moja lenye nyumba 8 za makazi na milango 26 ya maduka katika eneo la Mpungu Malopa, unaendelea na umefikia 29% ya utekelezaji wake na uko katika hatua ya ujenzi wa ghorofa ya kwanza. Lakini pia kuanza kwa matayarisho ya kuandaa michoro na upimaji wa udongo na mazingira yamekamilika kwa mradi wa nyumba 180 za makazi Mabaoni cha Kipekee. Mradi huu ulikuwa kusaidiwa zamani katika kipindi kilichopita, lakini katika siku hizi tayari tumeshakamilisha michoro. Kama tunavyojua ujenzi wa nyumba ni process, tumekamilisha michoro, lakini pia udongo umepimwa kwa ajili ya mazingira. Kwa hivyo mradi ule nao uko katika hatua ya kuanza, lakini kwa hatua hii sasa hivi tumefikia kiasi hicho. Lakini pia wizara kupitia shirika la nyumba linaendelea kufanya mazungumzo ya wekezaji mbalimbali wenye nia kushirikiana katika uwekezaji wa miradi ya nyumba za makazi ikiwemo Infinity Group of Company ambayo kwa sasa hivi hii tumepata na tujiwekea nyumba zetu za kwa jumla. Lakini sote hapa tunajua kama tunaona sasa kwa Mjerumani sasa tumeshatia mabati baada ya mazungumzo makubwa na wananchi, tumeshakubaliana alhamdulillah tunakwenda kujenga nyumba 150. Wenye nyumba zao watapatiwa nyumba zao, lakini wale ambao hawana nyumba zao ambao tumewakodisha sisi kwa sababu pale nyumba 150, nyumba 51 ni nyumba za
za wenyewe ambazo walipewa kama ni fidia, lakini kuna nyumba 99 nyumba zile za serikali. Kwa hivyo nyumba za wenyewe tunawapa. Nyumba za serikali tutakapomaliza tutampa kipaumbele kwamba wewe ulikuwa unaishi hapa, tukukodisha kwa 50,000, 90,000. Kwa hivyo tunampa kipaumbele. Kaweza kuzikodi sawa, hakuweza sababu ujenzi utakuwa una gharama kubwa. Kwa hivyo ujenzi ule unaendelea, lakini pia akitaka kununua pia tunamkaribisha, tunampa kipaumbele yule ambaye kaondoka. Sasa hivi wananchi wa Kikwajuni tumewapa kodi za miaka miwili kodi, na sisi hatukubagua. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametuambia wote wapewe pesa, whether umemkodisha au nyumba yake mwenyewe. Kwa hivyo wote wamepewa pesa wapenda kukodi. Baada ya nyumba zikibadilika, kama nilisema mwanzo, tutakaa nao tena, wale wenye nyumba zao tunawapa, lakini wale ambao tumewakodisha tunawapa kipaumbele cha kukodi katika nyumba zile. Lakini nishukuru tena, niwashukuru sana na Kikwajuni kwamba tayari kumradi na tukipita tutaona mabati. Tulikuwa tuna mazungumzo marefu, tuna mikataba tunaiandaa, tunakwenda kuifuta, tunakwenda mpaka alhamdulillah sasa katika walikuwa wanafunga mabati, basi tayari na watu wa Kikwajuni tumejumuika nao pamoja. Kwa maana hiyo watoto wameridhia kwenda kuanzisha mradi ule. Kwa hivyo chengine, wizara kupitia shirika la Jumla wapatia wawekezaji jumla ya majengo 7 yaliyopo katika hifadhi ya Mji Mkongwe kwa ajili ya kufanyiwa ukarabati na uwekezaji. Vile vile majengo 24 yapo katika program ya matengenezo kupitia mamlaka ya Mji Mkongwe. Kama tunavyojua nyumba yetu nyingi pale za Mji Mkongwe haziko katika hali nzuri, kwa hivyo nazo tumewapa wawekezaji katika kipindi hichi ili wafanye matengenezo kwa ajili ya kujihami nyumba, lakini pia ni kwa ajili ya kuweka mazingira mazuri ya mji wetu Mkongwe. Lakini pia katika sekta hii ya makazi, wizara kupitia idara ya maendeleo ya makazi imefanya usajili wa umiliki, yani sehemu jumla ya pleti 47 zimesajiliwa katika nyumba za maendeleo Kilimani, Kishenzana na mradi mpya wa Kweli Paji na Mishavi, kwa lengo la kuwapatia umiliki wa nyumba zao, ambapo utawezesha uanzishwaji wa jumuiya na mashirikiano katika uendeshaji wa huduma mbalimbali za makazi. Yani katika nyumba hizi za ghorofa au kuna jambo tunaita condominium. Condominium maana yake ni kuishi pamoja. Katika nyumba moja mnaishi watu 2, 3, 4. Kwa hivyo mpaka wengine 100, inategemea na wengine zaidi ya mpaka 1000, lakini pale huwa tunaita condominium, kuishi pamoja. Kwa hivyo pale tunakuwa tunatoa hati miliki za umiliki wa ile nyumba, kwa sababu hati miliki za condominium na hati miliki ambazo tunaona kamisheni ya ardhi zinakuwa ni tofauti. Ile inakuwa ni umiliki wa plate, lakini pia tunafanya jumuiya, tunawaita wananchi wale waanzishe jumuiya zao kwa ajili pengine karo limeharibika, pengine kuna bati labda kuna pipe inakosesha maji, pengine kuna vitu tofauti katika usafi pia. Kwa hiyo tunataka ile jumuiya tunafahamisha, kuna wengine wanachanga wanampa mkandarasi kwa ajili ya kusimamia usafi. Kwa mfano jumba la shirika la nyumba la Mombasa, wananchi pale wametafuta, yani mtu anasafisha, kwa hivyo wananchi wanalipia nyumba ile inasafishwa. Kwa hivyo hizi pia nazo tunazisimamia, na tayari tumesajili hizi nyumba ambazo tumezungumza. Lakini pia tuombe sana wananchi, kwa sababu hapa pia kidogo kunakuwa na changamoto. Wananchi sengine unapokwenda kuwafahamisha, wanaona mtu yuko tayari yani aishi peke yake katika nyumba zile. Nyumba zile tunatumia kwa pamoja. Kwa mfano ngazi zote tunatumia kwa pamoja. Kwa hiyo ngazi moja ikiharibika, tunaweza tukakaa kwa pamoja, tukashirikiana, tukasema ngazi hii tutafutie saruji tuweke, kwa sababu sisi tunaishi pale. Kwa hivyo hizo kazi pia tunazifanya katika wizara yetu, na niseme tu katika kipindi hichi tumesajili, kwa sababu ili wewe unatakiwa kushirikiana na mwenzio, ni vyema tukafanyia usajili wa pamoja na kupatia hati miliki, lakini pia kuwapa elimu kwa ajili ya kushirikiana kwa pamoja ili huduma zao pale ziende kwa usalama. Lakini vile wizara imefanya vikao na kutoa elimu kwa masheha wa Kaskazini Pemba kuhusu sekta
na utaratibu wa usajili wa makazi ya kondominio na uanzishwaji wa jumuiya za kondominio. Kwa hivyo nimesema na hili mbali na kwamba tunatoa, lakini tutatoa hizo kiasi, lakini tunaona ni vyema kwa katika kipindi hiki kuwapa elimu ili wananchi wajue umuhimu au nini faida ya kuishi kwa pamoja, na inabidi ndipo tutoe elimu kwa sababu hii ardhi yetu ndogo kama nilivyozungumza. Kwa maana hiyo hizi nyumba ambazo ni watu wengi tutakuwa tunaendelea nazo, na sasa tunaona wawekezaji wengi wanakwenda kwenye nyumba. Kwa hivyo tunawafahamisha wananchi waishi kwa pamoja kama ni majirani, kusaidiana shida raha, lakini pia pamoja na swala ya usafi, lakini na pamoja na huduma nyingine. Kwa hivyo baada ya maelezo hayo nihitimishe kwa kumalizia. Naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuanzisha taarifa hii ya mafanikio ya utekelezaji wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwa kipindi cha siku 100 za kipindi cha pili cha awamu ya 8 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini pia nichukue fursa hii tena kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema ili aendelee kutekeleza majukumu ya kuwaletea maendeleo wananchi wake wa Zanzibar. Baada ya maelezo hayo naomba kuwasilisha, na asanteni sana kwa kusikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Ndio kama shughuli nzuri na kwa taarifa nzuri ndio mafanikio ya siku 100 kama mnavyojua. Kwa hiyo sasa wapi ni upande wetu mwandishi wa habari, tutakwenda maelezo yetu au mbili kama kuna chochote ambacho kieleweka kwa nini au kuna maswali yote ambayo yanataka kuhusiana na taarifa hii ya siku 100 kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Karibuni. Yes, mmoja kulishe anachotoka. Mimi naitwa Jesse kutoka kampuni ya Mwananchi Communications. Unaitwa nani? Jesse. Mwananchi Communications. Sasa ndio bwana tunasema swala 12 lakini la kwanza kabisa napenda kufafanua kwenye master plan. Nimeelezea lakini zamani kujua iko kwenye hatua zipi. Kwa mingine nimesema tayari, lakini kwenye ile mikoa mingine ni hatua zipi, kwa sababu tunajua master plan ndio moyo wa migogoro yale. Na swala la pili kwenye nimesema hapo kwamba migogoro yale ni changamoto kubwa. Sijui kwenye database yenu wamesema kuna kesi zaidi ya 100 na kitu ambazo zimefunguliwa, lakini ile migogoro kama migogoro database yenu report inaonyesha vipi, yaani kwa ujumla kwamba kuna migogoro mingapi so far kwa Unguja na Pemba. Swala la tatu kuhusu mwahi kuingia mkataba na kampuni, sina kumbukumbu vizuri Tanzania Bara kwa ajili ya kuweka mpango miji. Sijajua labda mkakati unafikia wapi na hiyo kampuni. Sikumbuki vizuri kwa jina, lakini waweka sahihi mkataba fulani na kampuni kwa ajili ya kuweka mpango miji ya Zanzibar. Kwa msonga ya kamili tu mmoja. Na mwisho kwa juu nasema vizuri kwa sababu mgogoro mara nyingi na wananchi wakawa wanalalamika, nikasema kitu kingine. So ni fidia kiasi gani mmelipa wale wananchi kutoka pale kwa miaka hiyo miwili? Asante sana. Naomba mchezo kitambulisho. Asante. Naitwa Amina Mchinza na ZEC. Naipongeze kwa Mheshimiwa Waziri kwa kutoa ufafanuzi kuhusiana na siku 100 za Dr. Mwinyi. Maswali yangu kama matatu hivi. Swali la kwanza kuhusu nyumba za maendeleo. Tunaona na hasa kuzingatia hizi nyumba ambazo ziko maeneo ya ukitoa haya maeneo ya mjini, lakini tukiangazia katika nyumba za maendeleo, tukiangalia Gama, tukiangalia Makuruchi na sehemu nyingine katika ile hadhi ambayo kweli ni nyumba za maendeleo hasa mjini na hasa katika utunzwaji wake. Tunaona watu namna wanavyofanya. Mtu unaona kama labda
unatokea ajali, tunapika moshi, unatokea kwenye nyumba zile za maendeleo. Sasa nilikuwa nahitaji kujua wizara labda ina mikakati kwenye nyumba zile za maendeleo kuhakikisha kwamba zinarudi kwenye ubora wake. Lakini swala nyingine kuhusu sekta ya ardhi, labda mnachukua hatua gani Mheshimiwa Waziri pale mnakubaini kwamba maafisa ndio ambao wanatumika, hasa maafisa wa ardhi kwenye masuala ya migogoro ya ardhi? Kwa sababu kesi huwa zinatokea, mtu anasema mimi nimeuziwa kiwanja lakini au nimeuziwa hii ardhi, lakini anayemhusika pia yuko afisa wa ardhi, kwa sababu kama mara mbili zinatumika, yaani mtu anauziwa kiwanja, wanauziwa watu wawili kwenye kiwanja kimoja. Na hili suala la kwamba mpaka nyumba inajengwa, mtu anajenga anamaliza, yawezekana mpaka anakaa, alafu wanatokea maafisa labda wa mipango miji au maafisa ardhi wanasema kwamba hapa hupaswi kujenga kwa sababu ni sehemu ya vyanzo vya maji au ni sehemu ya hifadhi tuseme ya misitu, kwamba labda zile hatua za awali wakati anazifanya hao watu ambao wanahusika walikuwa wapi? Kwa sababu mara nyingi tunakuta nyumba zinabomolewa, lakini mwenyewe anakuja kuambiwa kwamba baada ya kujenga ile nyumba. Inakuwa ni changamoto. Swala la mwisho wa kwanza ni kipata muda tuende hapa leo ni msala Ibu haya kwanza. Assalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri, kulingana na hao jina langu Isa Yusuf, mwandishi wa video. Swali la kwanza nataka kujua kumbukumbu zangu ni kwamba kwa nyuma kuna master plan ndani ya kitaifa na sasa na kilichofanyisha anasema zaidi ni usimamizi na utekelezaji. Ndio maana unakuta kuna kuboresha ujenzi na mambo kama hayo, hasa katika master plans ambazo tunaziandaa sasa hivi. Sijui ndio tunaendelea vipi, kwa sababu unakuta hata wale ambao wanapaswa kusimamia sheria au wanaendelea. Swali langu la pili linahusiana na hizi nyumba za maendeleo. Kama wizara kuuliza, lakini mimi nakwenda moja kwa moja kwamba Rais alitamka katika kesi mara mbili kwamba hizi nyumba za mafano michezani kwa mfano Gamba zinafaa kuvunjwa kabisa zote ili kujenga plani mpya. Sasa hivyo ndivyo ndio kupanga au Rais ameshauriana na wengine. Na mwisho katika migogoro ya ardhi kutokana na ufuatiliaji wako Mheshimiwa Waziri, hasa inaanzia wapi? Sasa kwa mfano kule Pemba kesi nyingi tu unakuta kwamba watu wakati ndio wanahusika, huyu kama huyu katika huko, lakini kwa nini anasema kwamba masheha ndio wanahusika? Sasa katika utafiti wako mpaka sasa hivi unaingia mwaka wa 6 katika wizara hii au mwaka wa 5, hasa nani ambao wanasababisha migogoro? Asante sana Mheshimiwa Waziri, tunajibu haya kwanza swali ni mengi alafu tutaendelea tena. Asanteni sana, nawashukuru sana ambao wameuliza, lakini kwanza kujibu nianze na Wananchi Communication. Yeye kauza masuala ya master plan katika hatua gani, si ndio? Master plan hizi kama ni mwanzo hapa Zanzibar kuna mikoa mitano. Sababu tumesema tunazianzisha kwa mikoa. Mkoa mmoja tu wa Mbini Magharibi ndio ambao ulikuwa na master plan. Mkoa ilobaki yani Unguja kusini na kaskazini na Pemba kusini na kaskazini zilikuwa hazina master plan. Na tunapozungumzia master plan unakuwa ni mpango mkuu. Mpango mkuu ule utapanga hapa kwa kilimo, hapa takao masuala ya misitu, huku utakuwa na makazi, lakini katika hayo makazi kwa mfano eneo la makazi pia itakuwa na kwenda detail. Hapa itakuwa kwa nyumba
hapa kutakuwa pameka hospitali, hapa kutakuwa kumekaa shule, hapa kutakuwa, lakini ili uende detail lazima upate mpango mkuu. Kwa hivyo mpango mkuu huu kama tulivyosema kwamba hii ni ambayo ilikuwa katika matayarisho wa Unguja wa Zanzibar ambao wa mjini Magharibi, tumesema tufanye review, kwa sababu kama tulivyosema kushapamiwa. Kwa mfano nitoe mfano mmoja, eneo la Sera ambalo liko magharibi hapa, nini eneo limepangwa kwa ajili ya kilimo na lina rutuba, tunajua sote lina rutuba, lakini kwa sasa hivi utakuta kuna watu mle wamo na kidogo na wameshakaa pale, wameshazaliana wengi. Kwa hiyo tumesema tukireview, ina maana sasa serikali ichukue hatua sasa kuhamisha lile eneo baki salama. Kama watu walipofidia na itabidi walipofidia, kwa sababu wamekaa muda mrefu, tuwahamishe ili bakie eneo la kilimo libaki la kilimo. Kama tumesema eneo hili la msitu libaki la msitu. Sisi hatua ambayo tunachukua ni kukata maombi ya uhaudishaji, afili zungumza kwa upande wetu, kwa sababu uhaudishaji unakwenda hatua kwa hatua. Na hata share akituambia eneo hili pengine ikasema nimeruhusu, sisi tukiangalia huku kuna eneo la msitu ambalo liko ndani ya master plan. Kwa hivyo sisi tunakuwa tunamwambia tushare kwamba sisi wewe umeruhusu, lakini sisi tunaona bado ile eneo ni la msitu. Kwa hiyo ni kwa upande wa nimetoa mfano, lakini kwa kurejea swali lako, kwa upande wa Pemba kuna mradi wa Big C wa World Bank ambao wao ndio wanatengeneza master plan ya Pemba, ambao kwa sasa hivi wasilimia 16 washaka na ripoti za awali zimesha kuja. Pemba kwa mikoa yote miwili, kwa upande wa kaskazini Pemba, lakini pia kwa upande wa mkoa wa kusini Pemba watakuwa na Big C na wanaendelea. Lakini kwa upande wa Unguja na baada ya kuona kule, kwa sababu Big C imeanza zamani, mradi wa Big C na tumeanza kama miaka 4 nyuma. Lakini kwa upande wa Unguja tu, baada ya kupata mradi mpya huu wa LARIS ambao wa mfumo wa ardhi, tukasema hawa sasa, wakati tuna lengo la kwamba kureview master plan ya mjini Magharibi na Pemba tayari tumeshapata mradi, kwa hivyo tuje kwa Unguja. Kwa hivyo tukawapa mradi wa yani kaskazini Unguja na kusini Unguja. Kwa hivyo huku utatekelezwa na mradi wa LARIS ambao huu nao ndio kwanza umeanza, maana katika ile utekelezaji wake. Wa Pemba kidogo uko juu kwa sababu asilimia 16, lakini huu kwa sababu taratibu za kifedha zinaendelea, lakini huku sisi wataalamu tumeshajipanga kwa masuala mbalimbali kwa ajili ya ule mradi uanze. Kwa kuanza huku Unguja huko kwa hatua tukizungumza, Unguja kidogo bado uko chini, lakini Pemba tayari hata tupo site na anafanya kazi na kutuletea ripoti. Hivi sasa tunasubiri ripoti ya pili, kwa sababu ripoti za mwanzo zimekuja, bado ripoti za pili. Mradi huu wa LARIS tukimaliza masuala ya fedha tutakuwa tunaendelea na kutekeleza hiyo master plan. Lakini kwenye database tunaangalia kwenye ripoti yetu ya mwaka 5 tulikuwa tuna miradi tuna migogoro kama 430, lakini tumesolve kama 320. Kwa hivyo tunabakia kama 100 na kidogo tu ambayo tunaendelea nayo kwa upande wa hii. Na kama ninavyozungumza, migogoro ya ardhi haiji wizara ya ardhi peke yake. Kwa hivyo kuipata database yote ina shida, kwa sababu mahakama ya ardhi inakwenda, mahakama kuu inakwenda, wengine wanakwenda wilaya na isha huko mkuu wa wilaya, kwa sababu bado ana mamlaka ya kusuluhisha watu wake katika kesi mbalimbali ikiwemo ardhi. Hana tu mamlaka ya kumwambia wewe ardhi yako hii chukua ambayo haina mtu. Hiyo mamlaka hayo hayapo, lakini kwa kuwasikiliza wananchi na pia anakuwa anasikiliza. Kwa hivyo mimi nizungumze kwa upande wa wizara, kwa sababu wizara na kamisheni na mahakama, kwa sababu mahakama watu tunapata mawasiliano imekuja kama 400 na lakini kama 300 na imebakia kidogo tu, na kwa kweli kazi inapungua, na hii inasaidia sana kutoka na hii utoaji wa elimu, kwa sababu tulipoanza kuanza kwa wizara ilikuwa kuna makelele mengi. Hii sisi hata hatuiti kama migogoro, tunaita kama kutofahamiana tu, sisi tunaita kama kutofahamiana, kwa sababu sasa hivi naizungumza pengine hata katika mirathi, ndugu kwa ndugu wote wanakuja pale na tunasuluhisha. Pengine yani ndugu kaka mtu kauza kiwanja, mdogo mtu hakumwambia,
baba kafariki, lakini sasa hivi tunaambia nendeni kwa tawafu tujue warithi ni nani, alafu tena mtakuja tena. Kuna mke na mume, kuna yani mazingira anakuwa ni ile mazingira kutofahamiana, lakini asilimia kubwa masuala ya manunuzi ya ardhi, ununuzi ule wa ardhi unaleta changamoto kubwa. Sasa saikini mimi nawaambia kwamba kama mtu kanunua hamjafahamiana, akija kwenye kesi tunaambia kaptafika katafute pesa ulipe pesa zake. Kwa sababu ushachukua pesa zake, umekwenda pengine ndio kama nimezungumza, kuna double allocation. Pengine kishauzwa kwa chake mara 3. Kwa sababu dalali wanauza sana ardhi. Kwa hivyo wewe mnunuzi ndio tunakwambia ununue mpaka ujiridhishe, kwa sababu kucontrol na kuadi, kwa sababu unakwenda kununua. Ukienda kununua hakikisha kwamba ile eneo umelifanyia uhakika wa makusudi. Watu wasema due diligence. Uhakika. Vinginevyo utakwenda tu kuingia kwenye mashaka. Kwa hivyo migogoro tunao, lakini tunakwenda nayo, lakini sisi zaidi nazungumza tena wizara ni usuluhishi zaidi. Mahakama ndio yenye mamlaka moja kwa moja kusikiliza migogoro na kutolea. Sisi tunasuluhisha, lakini ikitushinda tunakwambia tushakusawazisheni sana, tuna mambo mengi ya kufanya, tunataka kwenda kupima, tunataka kufanya mipango mbalimbali ya ardhi, tunavuta msikilizaji kila siku ni mahakamani. Kwa hivyo kwa upande wa wizara ni hiyo database yetu kwa wizara, lakini mahakama nyingine wanaendelea na kusikiliza na kwenye wilaya. Lakini hii mipango miji kwa kweli sikumbuki hiyo ulizungumza, tunaingia mkataba ambao nikumbuka kwa sasa hivi inawezekana ndio huu wa Laris, lakini kwa sababu tuliingia makubaliano ya kiwizara technical nyuma kidogo kama inawezekana ni nakumbuka ilikuwa Madina Tulbari. Lakini sasa mradi huu uko kwa upande wa wizara mkataba wake, lakini pia kuna mkataba unaohusiana na masuala ya fedha ambao Mheshimiwa Rais alishuhudia umetiwa saini hivi karibu na mwisho katika kipindi hichi tunachokumalizia ili kuja kwenye uchaguzi. Kwa hivyo bado uko katika masuala ya kifedha, lakini sisi bado kuna, kwa sababu taarifa tunazipata kwamba karibu mradi ule utaanza. Kwa hivyo sisi matayarisho, kwa sababu ashakuja, tumeshakabidhi mpaka ofisi, tumeshaainisha hata maeneo ambayo yatajengwa hivyo vituo. Huo ndio ambao naukumbuka mwingine, lakini pengine kutokana na muda ambao umesainiwa unaweza kukumbuka, lakini bado ni huu. Lakini ndo na pande mbili kama nilivyozungumza kwamba kuna upande wa technical, lakini pia kuna upande wa financial. Nafikiria kwa tayari. Fidia pale nakumbuka kama ya 580,000, mwingine 480 kwa yule mtu ambaye wamepewa pale kwa miaka miwili. No, kwa mtu kwa mwezi. Kwa mwezi. Nakumbuka milioni 14 wamepewa kwa mwaka kwa zote. Ili panga hesabu hiyo milioni 14 fedha dakika na fidia zile na milioni 10 kwa kile nyumba. Kwa hiyo kuna kama nilivyozungumza kuna aina mbili. Kuna nyumba ambazo ni za fidia ambazo zake mwenyewe mtu anamiliki, uweza karithi au kwa fidia, lakini kuna nyingine hizi ambazo tumewapa sisi, tumewakodisha tayari. Kwa hivyo kuna milioni 10 na 14. Sasa kuna gawa kwa hii miaka miwili. Na tuwashukuru tayari wananchi wengi washakuja kuchukua mikataba yao na wanapokea hizo fedha. Ingawa kulikuwa kuna kazi kidogo, lakini alhamdulillah tunakwenda, kwa sababu ni kwa kweli mafanikio makubwa. Na zile nyumba ukiangalia tena kwa kweli hazipaswi tena kuishi watu, lakini tena ndo hali ya maisha. Lakini kabisa sasa tuwaombe na tumekubali, kwa sababu nyumba zile lifespan yake ni miaka 50, inakwenda karibu miaka 60, kwa sababu zile zimejengwa 1966. Angalia miaka ambayo tunaishi wananchi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie salama, tufanikiwe huu mradi, isikatulisije katukiza tatizo lingine, kwa sababu hata makaro sasa hivi hata ukizibua leo kesho unasikia kwenye mawio karo nikufanya nini, kwa sababu halikubali tena. Na pengine nyumba zile, pengine nyumba ilikuwa naishi watu wawili, wamewana, wameishi wamezaliana, pengine na wajukuu mle. Kwa hivyo sasa hivi wale watu wenyewe wakazi wamekuwa ni wengi, na kuna wengine katika, mimi nimekwenda kufanya ukaguzi, nimekuta
juu kule kuna mabati kumeezekwa, unafika kwa sababu ya kuzuia maji ya mvua, lakini utakuta kuna watu wanakaa kule, kuna magodoro watu wanalala. Lakini pia maana utasema mazingira hayako vizuri kwa kweli. Kwa kweli tunashukuru sana watu wa Ikwajuni, wananchi wa Ikwajuni kwa kutunga mkono, kwa kuona jitihada za Mheshimiwa Rais, wakamunga mkono na kwenda kujenga. Pale patakuwa mambo mawili makubwa. Moja ni nyumba zitakuwa lazima wananchi waishi katika makazi bora. Lakini jingine ni mazingira pale. Pale ni mjini. Mjini sasa ukitaka kupata wageni wengi basi wale mazingira yako yawe mazuri. Kwa hivyo hapo ni upande wa Ikwajuni, lakini pia swala jingine Amina aliendelea na nyumba za maendeleo ya makazi kwa utunzaji, tunatunza vipi, si ndio? Watu wa Mgamba na Biakuni, sio ndio tunazungumza. Hili ni changamoto kweli tunayo, na kubwa zaidi ni kuwapa elimu kwa kushirikiana na wilaya, sababu tunashirikiana na wilaya na masheha kwamba hawa wananchi wanatakiwa wabaki salama, na sio kama watu hawajui, ndio kufanya makusudi tu, kwa sababu zile nyumba huwezi kwenda kupikia kuni. Kweli hali zetu humu, si bora uje kibanda kule chini ukaenda kupikia kuni, kwa sababu ukipikia kuni maana unaipelekea kuwa mbovu. Kwa hiyo tutaidi ni kuwapa elimu wananchi, na tunaendelea kuwapa, na ndio maana tunazisajili hizi plate ili tupate kuwa tushakumparidi umiliki ule, tunaweka jumuiya na tunawapa elimu, na tushafika paka huko katika dini yangu ya condominium, idara ya maendeleo ya makazi. Na idara hii ilikuwa haipo mwaka 2024, Mheshimiwa Rais kaianzisha kwa ajili ya kuleta maendeleo ya makazi, ikiwemo kile tunalizungumza. Tapi tayari ni kutoa elimu hili la nyumba ndio nilizungumza. Unajua swala la kuingia kwenye migogoro linauacha mpana sana, kwa sababu nawezi kusema kwamba afisa ardhi hajasababisha. Pia inawezekana amesababisha, lakini pia wananchi nao wanasababisha. Lakini cha msingi kwamba sisi tukigundua na sio kama tunatania, tumeondosha wafanyakazi wengi kweli kwa kisheria ardhi. Lakini sasa sisi wananchi, kwa nini ukamchukua afisa? Kwa sababu utaratibu si upo. Andika barua kamisheni ya ardhi. Na kwa bahati nzuri kama unasema una ardhi yako, wewe imepimwa au hujapimwa, unachotaka kufanya chochote, unaandika barua kwa kamisheni ya ardhi. Unaandika mimi nataka kufanywa jambo fulani. Kwa hivyo yeye atatoa sasa timu yake. Na kwa bahati nzuri tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, mpaka sasa hivi tuna magari tele kwamba atakuja kufanya ukaguzi. Sasa wewe ukichukua maafisa wale ambao hujenda kwa kamisheni, kwa sababu inawezekana unataka kazi yako haraka, lakini kupe haraka yako ndio ya kusababisha mgogoro. Lakini sisi kwa ufupi tukibaini maafisa kafanya hayo, sisi tunakuwa hatumwachi kwa kweli. Tunafanya utafiti, utatengenezekana kweli uje kumwona mtu pengine hajafanya, pengine watu wanashuki zao pia, kwa sababu tumegundua wengine yanasio kweli. Lakini ambayo tunaamini hasa kwa sababu tunatumia mpaka vyombo vingine kumfuatilia yule mtu, tukiona akituletea taarifa huyu kweli kafanya, basi sasa tunashahamisha si kidogo. Tushahamisha si kidogo, na sasa hivi tunafanya kazi kama 45 ambao tumewapa mkataba na tumewafahamisha na wao, kwa sababu hatukuweza kuajiri wote, lakini kutokana na kazi ya hizi kazi za ardhi tumepata kibali cha kuajiri watu 45. Sasa wale pia nao tumewapa mafunzo kwanza ya uadilifu, lakini pia tumwambia tukija tukikubaini inabidi wewe tena utufai, lakini pia tutaajiri kidogo wale hapa wapo. Ukiwa tumekubaini au ufanye kazi vizuri katika ajira utaingia. Kwa hivyo ile ni motisha ambayo tunawataka na wao wapate uadilifu kwa upande wa kamisheni ya ardhi. Lakini pia tuna masuala ya ardhi yanashirikisha watu wengi, wakiwemo masheha, kama nilivyozungumza kwamba tunapotaka kupima eneo lolote lazima tushirikiane na masheha, kwa sababu kule ndo yeye atakuwa na taarifa zaidi. Lakini pia kuna fomu za ukodishaji ambazo kanuni inasema maeneo yaliyopimwa yana haidi kwa masheha, lakini maeneo zile fomu hazidi kwa sheha. Lakini maeneo, kwa sababu taarifa sisi tunazo, maeneo ambayo hayajapimwa ina maana watakuja zao, inabidi tupate msaada wa masheha.
Kwa hivyo ila kwenda uwanja mpana. Huwezi kusema babake washea nataka tedi ni uadilifu, kwa sababu kila mtu yuko pale kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo kabidhiwa. Na inataka kila sehemu ambayo uko umewekwa kwa ajili ya kufanya kazi hizi za ardhi, basi unatakiwa zaidi ufanye kazi kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa kuonea huruma, lakini pia kwa moyo wa kuzinga roho yako. Lakini penginepo mitihani hii itakuwa haishi. Lakini sisi kwamba labda maafisa tukigundua sisi tunakuweka upande, na nashukuru, sisemi kwamba hawa labda wako safi, hakuna perfect isipokuwa Mwenyezi Mungu, lakini tunashukuru kwa sasa hivi kidogo zile bwanake fulani kanichukulia sijui fulani hawataji sana sasa hivi. Imekuwa kidogo afadhali, lakini niwaombe sana wananchi msiwachukue wananchi wale watendaji mkawachukua kwa siri. Ombeni kwa bwana katibu mtendaji atakuja kiutaratibu moja kwa moja, sababu yote kama nitakanijue uwache ukubwa, omba kule tumwambie mimi nataka afisa mmoja kwa barua, atakuja kukalia ukubwa wa eneo lako, na kama kuna jambo jingine atakwambia. Kuna chingine cha kibali cha ujenzi ulizungumzia ujenzi kwa holela. Hapa kweli kuna changamoto ambayo ipo, kwa sababu kwa mwongozo, kwa sababu hapa tunazungumzia masuala ya ujenzi na kibali cha ujenzi. Katika mwongozo wa ardhi wa ujenzi maeneo ya haya ambayo yapo, unataka mashirikiano. Yaani kuna kitu kinaitwa DCU, chombo cha DCU cha kusimamia ujenzi, ambacho chombo kile kina mashirikiano baina ya Wizara ya Ardhi, lakini pia mashirikiano na Wizara ya Tawala za Mikoa. Wote hawa wanakuwa wanahusika kwa pamoja. Ndio kwa sababu unapotaka kutoa kibali cha ujenzi, ili ile kibali cha ujenzi kifike kwenye DCU, lazima kinaanza kwa baraza la mji au manispaa. Lakini jambo kubwa, kwa sababu utaratibu upo, anatakiwa kwanza, kwa sababu ili utoe kibali cha ujenzi lazima kuwe na hati miliki ya ardhi, kuwe na michoro, yani hizo zimeainishwa kabisa. Sasa kama kuna kibali cha huyu anajenga, yani hana hati miliki, utampa kweli kibali cha ujenzi? Huwezi kumpa. Lakini ndio shida ambayo tunayo. Lakini kwa sasa tumeona kwamba shida kubwa ni kwamba haya mashirikiano, kwa sababu jambo la kushirikiana kila mtu ataona mimi usiki, lakini huyo mwarobaini wake unakuja. Na hivi karibuni tulikuwa tuna kikao na mawaziri 7 ambao wote wanahusika na haya masuala. Lakini pia kuna sheria ambayo tunakwenda kuiandaa na tushaanza kwamba lile eneo la masuala haya ashughulikie mtu mmoja tu. Tukiwa hivi tunashirikiana, inakuja shida kama hii hapa, kwa sababu sisi tunakuwa tuwaambie wale msaada ni huo, kwamba ukitaka kujenga kuwa na kibali cha ujenzi. Ili upate kibali cha ujenzi ndio masharti ambayo yanakuja. Ili upate lazima una hati miliki. Na hiyo hati miliki zile zina shida, hati miliki siku hizi hazina shida. Kama huna shida kwenye mlako, basi hati miliki hazina shida, zinapatikana kwa urahisi tu. Lakini je, tuangalie kusubiri hati miliki na ukajenga ovyo, ukajenga kama sehemu za mito, ukaenda kujenga kwenye maeneo mengine. Lakini hapa nataka ushirikiano mkubwa sote kwa pamoja ili tuliweke sawa. Kwa hivyo hii kamati ya mawaziri 7 tumewakazi wataalamu waende sasa tuletee mapendekezo nini serikali ifanye ili tupunguze, kwa sababu itabidi kuna baadhi ya vitu, kama mfano huu mwongozo wa mashirikiano, ina maana utakuwa haupo, itabidi wengine kama kutunga sheria, kama kuandaa kanuni. Kwa hivyo tunawasubiria wao watuletee ile ripoti ili tupeleke serikalini ili tujue namna ya kupunguza hizi changamoto. Tunasema tumechelewa, lakini hatujachelewa sana, kwa sababu kweli watu wamejika sana. Lakini kwenye kibali cha ujenzi sio wananchi wengi hapa wanaomba vibali. Tumezoea tu hapa, tukiulizana tu hapa tulipo, mkurugenzi sana kuna kibali cha ujenzi, nataka mimi sijakata, kwa sababu hatuna mazoea hayo. Kwa hivyo hiyo kamati itakuja kutuambia kwamba nini tufanye, ili kwa sababu kuna sheria tumeanza kuziandaa kuweka hata wale tunaita rangers wa kuangalia, yani kupitia yale maeneo
Na sasa hivi barabara ikianza kujengwa tu, basi tayari wananchi wanakwenda kuvamia na kujenga huko mpaka kwenye za barabara zile. Wana pembezoni mwa barabara kwenye zamu zote mle wanajenga. Kwa hivyo hili swala hili kwa kweli ni zito, ni kubwa, lakini serikali tumo katika hatua kutafuta 40 wake, na tunaamini tutakwenda kukaa sawa, ambapo tukisha kupata hizi mapendekezo ya wataalamu wakituletea, tutafanya kazi ili sasa eneo hili liwe kwa upande mmoja tu, kwa sababu kila mtu atakuwa hajua anaumiwe nani. Tutamlaumu mwanzo, tutamlaumu tawala mikoa, kwa sababu vibanda wanatoa tawala za mikoa, lakini huku wewe una nini ya kusimamia tawala za mikoa. Kwa hivyo kidogo imekuwa changamoto kidogo. Haya, ilikuwa tayari ndani ya mina tunakwenda kwa sababu Yusuf kweli ni Yusuf. Yeye anasema master plan mpya. Master plan kama nilivyozungumza ilikuwa pamoja tu ya mkoa mjini Magharibi, yani wilaya hizi 3. Wilaya ya Magharibi na mjini, lakini kutokana na uvamizi ambao upo inabidi tufanye review. Hatutofanikiwa kama mwanzo, na pili kwa mwaka 2015 ile mwanzo. Hatutofanikiwa kama mwanzo, lakini tunahisi tunaweza angalau tukapiga hatua japo kidogo. Kwa sababu mwanzo ulikuwa uvamizi hajali, lakini sasa hivi uvamizi umekuwa mkubwa sana. Ndio kama hivyo mpaka maeneo hayo ya kilimo nilizozungumza, utakuta saa nyingine kuna vyanzo vya maji wananchi wamekwenda kukaa pale. Huku tunasema hatuna maji, lakini tumejenga kwenye vyanzo vya maji. Kwa hivyo tunaamini tukizungumza tukifanya hii master plan, lakini pia tukaenda kwenye detail, basi tunaweza tukafanikiwa kwa hatua fulani. Sababu tayari watu wamejenga sana, lakini serikali kiamua lake na kwa haishindi. Kwa hivyo tutafanya kazi hilo na kuona hizi master plan ambazo tunazitayarisha zinakwenda kufanywa kazi, yani zitakuwa zinafanywa utekelezaji mzuri na zinasimamiwa vizuri. Na narudia tu kwamba hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu hatujawahi kwenye nchi yetu kuwa na hizi master plan za mikoa, ambazo master plan ndio zinapoongoza sasa katika ile mipango midogo ya katika maeneo ambayo yamefanywa hii master plan. Lakini chengine Michenzani na Gamba, ni kweli Michenzani na Gamba na sio kuna yako benki, sababu hata Pemba kuna maeneo ya pale Wawi, kuna watu huko Wete, kuna nyumba nyingi za serikali, nyingi sana. Lakini serikali tumesema tuzijenge, kwa sababu wanapenda tufanye hizo tuziuze, kwa sababu na sisi tunatafuta fedha na wawekezaji kwa ajili ya kuzijenga. Kwa hivyo kwa upande wa Michenzani, nianze na Michenzani. Leo kwa kweli ndio tukaibomoa, na tayari mpango upo. Tayari mpango tunakamilisha taratibu za kifedha, nyumba za Michenzani nazo tuzibomoe, kwa sababu ni kwa nafikiri tumeona tulikuwa tushaanza kufanya matengenezo. Lakini matengenezo yale utakuta wanatia rangi, kumbe huko ndani kubovu. Paipu za maji, yani tunatoka kumbe tunapoteza pesa bure. Bora tuzivunje, tutafute wawekezaji hawa tusaidie na serikali. Na kwa bahati nzuri sasa hivi tunalizungumza hapa, kuna sera ya miji na makazi itaweza kutusaidia, kwa sababu tunaenda kuanzisha pia kwa maendeleo ya makazi. Kwa hivyo tunaamini hata ya makazi tayari yatakuwa kidogo yanaendelea vizuri. Kwa hivyo Michenzani na yani ukishapatikana tunamaliza taratibu za kifedha ili nazo tuanze. Kwa hivyo tumesema tuko kuanza tutaanza na nyumba na namba 9 na 10. Tuanze kule afuta na tuje, kwa sababu yale ndio nyumba mwisho ndio majengo mabovu kuliko yale ya mwanzo. Yale kwa sababu ukipita kwenye ngazi huko majengo mengine namba 6 namba 8 namba 5 utakuta ngazi zake ziko vizuri, lakini ukienda kule kazi zake zinapukutika. Kwa hivyo tumesema bora tuanze japo zile za mwisho tutakwenda kuanza kule, lakini sio kama labda tutaenda kuwaonea wananchi. Nataka nasikie vizuri, maana sisi wananchi wanasikiliza tu apate hatuwezi kuwaonea wananchi, tutawatafutia sehemu nzuri kama wenzao. Yani kama wenzao tunapofanya wala hatutawatesa wananchi. Lengo kuweka mazingira mazuri, lakini pia kuweka katika maeneo salama. Sababu na majengo yetu tunaona marefu. Maana mpaka mwisho nyumba hizi kwa sababu za Michenzani
kule kwa Mjerumani hakutofautiana sana kujenga, ujenzi wake sio miaka ndio ile 64 65 66. Kwa hivyo nazo pia sasa miaka mingi. Kwa hivyo ili kuweka salama wananchi itabidi nazo tukatibu moyo, lakini tutakwenda hatua kwa hatua. Hatutochukua zote katika tutatoa hawa watatuajikea watakaa, alafu nyingine tutaweka hatua kwa kuhakikisha ile maeneo yamekaa vizuri. Na kwa sababu kuna pia barabara kuna mradi wa BT unatengeneza barabara zote za pale. Sasa huko barabara zinatengenezwa au bustani kwa jengo yale yamekaa vile, itakuwa haina afya. Kwa hivyo tutakwenda kuzila hizo za gamba pia. Hata Mheshimiwa Rais alisema alikwenda kufungua skuli, akasema tutachukua hili swala na utafanya kazi. Kwa hivyo lengo la serikali kwamba nyumba zote mbovu tunakujenga mpya, tusijenge, lakini sasa tutakwenda hatua kwa hatua kutokana na hali ya fedha ndivyo, sababu ujenzi unakuwa ni una gharama kubwa. Kwa hivyo tuombeni dua tufanikiwe kwa hilo, kwa sababu tukifanikiwa haitofanikiwa wizara, tutafanikiwa sote Zanzibar kwa pamoja na wajukuu zetu na watoto wetu ambao watakuja huko mbele. Kuna swala moja la maafisa kwa sababu migogoro sababishwa na maafisa kati. Na kweli kama nilikuwa nishazungumza migogoro inakuwa ni yani hata ujum kama tenani. Cha msingi tuombe kila mtu katika timu yake hivyo na katika taratibu ambazo zipo ili haya mambo yakae sawa kwa pamoja. Na tujiepushe na migogoro. Naam, swali la mwanzo tayari imeshajibiwa. Kwa muda tutakuwa tunaangia pili. Kwa mambo ya tatu. Analize mbele mtambulishe. Mimi ni Abasi sana kutoka Zanzibar Kembo. Alilangu Mheshimiwa Waziri, mmoja sasa tunapata mwanga wa wizara pamoja na mwelekeo wa Mheshimiwa Rais kwa anachokumalizia hapo hivi. Lakini kwenye taarifa isiyoona na wizara ilitengeneza mazingira ya kupunguza gharama za ujenzi. Sasa hivi kwa Zanzibar kweli baada ya kutashika na kutafuta hela kupata ardhi, baadaye kwenye vibali vya ujenzi, hatimiliki hizo, baadaye wanakuja kukutana na sasa na ghali wa ujenzi wenyewe. Na bahati nzuri kwamba sisi hatuna viwanda vya hizo rasilimali za ujenzi. Unaanza kwenye mchanga, unakutana na idara imeshaweka udhibiti wa mali zisizorejesheka kokote, unakutana na huko na wizara tena kazi yako kupanga serikali. Basi unakuta huyu mjenzi anaanza kupata kuanzia kwenye mchanga, kokoto, tofali, naomba hakuna Unguja, simiti lazima zitoke nje. Wanakuta huyu mjenzi hatekelezei mazingira bora ya kuwa na makazi. Tukijaribu kupitia majenzi yetu mengi tunahamia kwa nyumba yetu tukiwa bado hajakamilika. Nimekamilisha boma tu na lazima kuingia nyumba kwa sababu hana uwezo wa kuungana huo ukali. Sasa tunajua wizara hii imetengeneza mazingira gani ili angalau kuhakikisha tunapunguza ukali wa ujenzi. Anakushukuru. Assalamu alaikum, naitwa Mary Julius, natokea Mary. Natokea ZFM. Ameniface kidogo. Lakini mimi nitauliza tu gharama za upimaji na usajili wa viwanja. Yeah. Lakini pia umezungumzia kuhusiana na mabaraza ambayo yanatarajiwa kuanzishwa. Labda ni upi muundo wake sasa, watu gani watakaokuwepo katika hayo mabaraza? Asante. Asante. Mimi naitwa Yahya Saleh Furaha Kunaga, natokea Firebase FM. Mimi Firebase. Naitwa nani? Yahya Saleh. Yahya. Sahauli. Mimi nataka kujua tu jumba la treni lilifanywa matengenezo na ZSSF. Sasa hivi inaonekana kuta zake mpaka hali ya vyoo haiko vizuri, labda hili na mlipangaje? Lakini vile vile mwenzangu hapa alizungumza juu ya hili baraza la ardhi. Sasa baraza la ardhi pengine litaongozwa na nani? Lango hilo. Na tulizungumzia sera pamoja na sheria ya 2018. Je, pengine kwa wakati huu tunahisi sera ya ardhi sera ya ardhi hii ina mapungufu gani kwa wakati tuliokuwa nao? Asante sana.
Kwanza na kwenda gharama za ujenzi aliuliza kakaangu wa Zanzibar Cable. Hili pia ni swala la uwanja mpana, kwa sababu tumezungumzia mishanga, kokoto, jambo ambalo halipo kwenye moja kwa moja kwenye kwetu. Si tulichokiona ambacho kitakwenda kutusaidia kwa upande wa wizara ni ile sera ya makazi ambayo katika sera ile itazungumzia swala la upatikanaji wa ardhi wa nyumba kwa kidogo gharama nafuu. Kwa hivyo katika pale tukazungumza kutakuwa kuenda mfuko wa maendeleo makazi. Kwa hivyo tunahisi kwa upande wa wizara tukianzisha huu mfuko unaweza kutusaidia sana kwa maendeleo ya makazi. Lakini kwa upande wa kokoto hizo hali inabidi sasa hizo itabidi na vifusi itakuwa kwa sababu itakuwa na mambo ambayo kwa sababu sijui kwa jambo wanajua wenyewe taratibu, sababu kila wizara kila sekta ina taratibu zake. Lakini kwa upande wa wizara ni kuanzisha hiyo sera, kwa sababu na sera tumeiona sera ya makazi ambayo hiyo itakwenda kuanzisha huo mfuko wa maendeleo ya makazi, kwa sababu unaweza kutumika huo kwa subsidize labda hizo bei na kitu kingine. Lakini kingine alikuwa gharama za usajili wa viwanja. Gharama za usajili wa viwanja inatofautiana kwa sababu na upimaji ndio yote, kwa sababu kule mtapatikana kamisheni ya ardhi. Kamisheni ya ardhi tunasema ni mwamvuli, ana idara zake. Ili upatiwe ardhi utakwenda kwenye idara ya ardhi kwa ajili ya kuangalia umiliki, lakini pia utakwenda barua ile yako moja itakwenda mipango miji kwa ajili ya kuangaliwa mipango miji, yani unapotaka kwenda yani kuomba pakoje, na je panaruhusiwa kutolewa, na je si hapana misitu, asili eneo la msitu. Lakini pia utakwenda upimaji, kwa sababu pia huyu mpango miji anampasia kazi mpimaji, anamwandalia mwongozo wa upimaji. Wewe mikono yako utaweka hapa, utaweka hapa, utaweka hapa. Lakini pia kuna gharama za kwenda kutengeneza, inabidi idara ya ardhi kwa ajili ya kutengeneza hati miliki au mkataba wa ukodishwaji. Kwa hivyo hapa kuna gharama tofauti. Lakini kwa ufupi labda kwa ujumla inawezekana kiwanja cha kawaida, kwa sababu pia nategemea na siku ya mita ya kile kiwanja chako. Lakini pia mfano ukifanya uhaulishaji pia kuna gharama nyingine za usamini. Kwa hivyo gharama ziko nyingi, lakini sio labda kama itakuwa ni hali pengine utaambiwa hapa kupima pengine itakuwa pengine 100,000, huko pengine kutengeneza hati miliki itakuwa. Kwa hivyo inategemea na kile unachokitaka na kile unachokiomba. Kwa hivyo zinatofautiana kwa mujibu wa ombi. Hata usabini utaambiwa pengine usabini wa nyumba ambayo unafanya uhaulishaji ni 1%, lakini hiyo 1% inategemea pengine mwingine ana ghorofa, mwingine ana chini, mwingine ana ghorofa 2, mwingine yani kiwanja kitupu. Kwa hivyo itafanywa usabini kwa mujibu wa kile kitu. Kwa hivyo gharama moja kwa moja itakuwa mpaka huko inategemea na kile ambacho unakiomba, kwa sababu inakwenda kwa asilimia na kwa ukubwa wa lile eneo. Lakini gharama ya hati miliki inakuwa ndio ile, kwa sababu ile inakuwa ni hati miliki itatoka moja tu. Na hii ardhi inapatikana kwa mambo matano. Kwanza utapewa hiba kwa mujibu wa sheria ya ardhi ya mwaka 92 namba 12. Utapewa hiba, anaweza mtu akakwambia tumena ardhi yangu hapa nakupa, lakini pia na taratibu zake hiyo hiba. Lakini pia utapata ardhi kwa mirathi, umerithi kwa mzee wako au kwa babu yako. Lakini pia kuna utambuzi. Huu utambuzi urafiki uzungumza huu 70,000 tu. Huu kwa sababu tunawasaidia wananchi kwa ajili ya kupata hizi ardhi kwa ajili ya manufaa ya wenyewe ya kiuchumi. Kwa hivyo ardhi ambayo hiyo hati ambayo iko wazi ni ya pesa, ni ya utambuzi 70,000. Na ndio ambazo hizi hazichukuliwi. Lakini tumeona kwanza hizi za utambuzi hazichukuliwi. Pengine mimi unakuja kunitambua niko kwenye nyumba yangu, nafanya shughuli zangu siku zote ni muda, lakini hati miliki sina, lakini nafanya shughuli zangu. Na kwa kweli sisi wa Zanzibar hatuna utamaduni sana. Sasa hivi kidogo afadhali, lakini sio watu wengi wanatafuta hati miliki. Ni sasa na leo ambalo la kuomba kibali cha ujenzi. Yaani tunakwenda
tunaishi hata yani hivyo. Kwa hivyo utambuzi ndio una gharama hiyo 70. Lakini shengine utapewa mirathi, utapewa ardhi kwa ajili ya ugawaji wa serikali. Yaani anaweza katoa pengine kwa wekezaji au pengine serikali imepima jambo ambalo kidogo sasa hivi tumezuia, kwa sababu tumesema mpaka tubadilishe master plan, tuangalie wapi tunaweza tukatoa ardhi, kwa sababu hii kidogo ya ugawaji wa serikali kidogo sasa hivi hatuitumii. Lakini shengine ni ununuzi. Ununuzi unaotakuta kuna uthamini. Ununuzi manake ni kushakununua ardhi ile, tunafanya uhaudishaji. Unatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hii ndio kidogo ina gharama zaidi, kwa sababu ile uthamini unafanyika kwenye hii uhaudishaji, na pia nategemea na kitu chenyewe. Kwa hivyo unaweza ukaomba kupimiwa, usifanyie uhaudishaji kama labda eneo ni lako mwenyewe tangu sana unakitumia, lakini endapo umelinunua, umegawiwa, umepewa hiba, lazima ulihaudishe. Kwa hivyo hizi ndio aina 5 ambazo hatimiliki utazipata, na hii kwenye sheria, na kila moja na utaratibu wake. Kwa mfano utambuzi, unaona utambuzi tu, lakini una sheria yake kamili ya utambuzi na usajili. Lakini pia upande wa uhaudishaji pia una sheria yake kamili na kanuni zake. Lakini pia kwa upande wa hiba, lakini pia kwa upande wa mirathi. Lakini kwa upande wa mirathi, sisi tukisema eneo limerithi, tunakwambia kwanza hatupatie barua kutoka wakfu, kwa sababu sisi hatuna mamlaka ya kumjua huyo ndo mrithi. Na kwa sababu ilikuwa tushapata changamoto kubwa kwamba mtu anakuja anasema mimi nimerithi, baadaye anakuja kushikana mwingine kachomoza na mimi pia mmiliki, na huyu pia mmiliki. Na kuna wengine mfano pengine mtu kakwa sana anajitia na humo kwa watoto, utakuta hati za watu 5 na yeye kajitia humo alikuwa zamana huyo. Kwa hivyo sasa hivi ukija tukwambia katupe, ukisema nimerithi tu katuletea barua kutoka wakfu. Ukija wote na sisi hatuna mamlaka kukuuliza kwamba wewe ilikuwaje wakfu wakakupa, kwa sababu tayari ndio kwenye mamlaka ya kutoa hizo hiyo masuala ya mirathi. Kwa hiyo ndio kwa upande wa timiliki. Lakini jumla training au nyingine hivi ama baraza ya ardhi, baraza ya ardhi ni kweli tumeona kuanzisha mabaraza, na watendaji washafika mpaka Dar es Salaam kuona Tanzania bara au kwa sababu ana baraza. Na lengo hasa la kuanzisha mabaraza ni kwamba tumeona utaratibu wa kimahakama ni mrefu kama nilivyozungumza. Unakwenda kufungua kama leo unapeleka ombi, siku nyingine unakuwa wiki 3 kalijibu, unarejesha, mara wakili hayupo, mara mradi hapo utaratibu unakuwa muda mrefu. Kwa hiyo tunasema mabaraza, na tumeanzisha mabaraza kwa sababu tumeona mafanikio ya uendeshaji wa kesi. Wazile kesi ambazo zinakuja wizarani na kesi ambazo ziko mahakamani, kesi ambazo zinakuja wizarani zinasuluhika mara moja, kwa sababu zaidi ni usuluhishi. Zile nyingine tukiona hizi tena zimetukaa hapa ndio tukaamua labda tunampendelea mtu tena, tunakuwa tunapeleka kule. Kwa hiyo katika mabaraza haya tumetaka wale wenye viti wa mahakimu, kwa sababu itakuwa kwenye mikoa. Bila kulikotoka mahakama ndio kutakuwa na baraza kwenye mikoa. Wenye viti watakuwa ni mahakimu wale ambao watasikiliza kesi, kutakuwa na wale wazee ambao wanakuwa kama ni mashahidi, lakini pia kutakuwa kuna karani. Lakini cha msingi wao hawatofuata utaratibu wa kanuni ya kuiandaa kwa sababu na sheria bado, lakini tunataka kwamba usifuate utaratibu wa kimahakama. Leo anakuja tuna baraza linakaa litasikiliza, na kwa sababu tayari mafunzo washapata kupitia wenzetu wa Tanzania bara. Kwa hivyo tunaamini, kwa sababu tunataka wale uzoefu, kwa sababu huyo hakimu wa mkoa pia kuna uzoefu wa miaka fulani, na kumbuka kama ilikuwa patikana miaka 7, yani ile kesi ambayo wenyewe kishazizoea. Kwa hivyo huo ndio utaratibu ambao wa baraza, na atafanyika huko kwenye mikoa ambao hatakuja wizarani. Akija wizarani tuwasikiliza kama wananchi wa kawaida, kwa sababu hawezi kuja mtu alalamiko lake usisikilize, lakini mwisho wa siku tutaifikisha kwenye mabaraza ili isikilizwe. Tunaamini tukiwasikiliza kwenye mabaraza wananchi watapata ufumbuzi mara moja kwa haya malalamiko yao. Lakini chengine jumla training jumla training ZSSF hili. Sasa mimi nitakuwa sina jibu sana kwa sababu haliko kwenye wizara yangu. Usijangalisiwa jambo ambalo
nitaja kusema uongo. Baada ya wanasimamia wenyewe wa ZSSF na mji Mkongwe, lakini naamini mimi nitawafikishia taarifa kwa sababu inawezekana hawajui. Kuna swali limeulizwa hili, hebu kalifuatilieni hili jambo na tujue tunalitatua namna gani, kwa sababu sote ni serikali. Sio kama labda tena ndio halinihusu kwamba ndio niliacha. Nitatafuta wahusika na kuwapa hili jambo ambalo limeulizwa hapa, na leo hapa tukijana kitoka tutatafuta, ili kama kuna tatizo hilo basi walifanyie marekebisho haraka, ili sikaleta athari zaidi. Lakini chengine ni mabaraza ya nini, sera mabaraza yanaulizwa na watu wawili, lakini nimelijibu muundo wa sedi tutakuwa hii sera labda pengine sera kuna vitu vingi ambavyo haviko sawa, kwa sababu kuna masuala ya umiliki wa ardhi. Tunataka kwenda kwenye uwanja mpana, lakini hata masuala haya ya mipango miji kidogo yameingia kule, pia tunataka nayo tuweke sawa. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo vimetupelekea hii sera tunataka kuifanyia kazi. Lakini sasa kwenye umiliki, kwenye masuala ya mpaka master plan zinaingia kwenye sera za ardhi pia zinaingia. Kwa hivyo tukasema bora tuibadilishe kutokana na uhitaji ambao upo, kwa sababu sasa hivi ni miaka 8 sasa hivi, lakini kutokana na uhitaji wa sasa, na kama nilivyozungumza, ardhi yetu ni ndogo, na kwa basi sisi tunakuwa tunafanya kazi na mtakwimu mkuu wa serikali ambaye huwa anatupa taarifa za ardhi ambazo zipo, na kuna mapendekezo wametuletea baada ya kukamilika hii sensa ya makazi, ikiwemo hii kujenga nyumba nyingi kwa sehemu moja. Kwa hivyo hii sera haikuzungumza, kwa hivyo pia itakwenda kuzungumza swala hilo, na hili tumeona kuna mafanikio. Kwa mfano ndio iko hivyo, kwa mfano shughuli eneo dogo, lakini tunakwenda kujenga nyumba 1128, lakini pia kuna eneo la Mombasa kuna watu 72 pale, lakini tungetoa viwanja pale tungewapa watu pengine 4 au 5. Kwa hivyo katika mambo ambayo tunaenda kubadilisha kutokana hii sensa ambayo ya mwaka 22, na kuna mapendekezo wametuletea, na bora turekebishe ili tuendane na yale ambayo tumeona ni ya kweli, ikiwemo hilo la kwamba kwa sehemu ndogo na kujenga majengo marefu. Lakini pia masuala ya umiliki tunataka tuyarekebishe kidogo, umiliki wa ardhi namna utaratibu wake, lakini masuala ya mipango miji yameingia kidogo, na masuala ya namna ya kuipanga ardhi ikakaa vizuri pia yamezungumzwa kwenye sera. Kwa hivyo tumeona bora tufanyie kazi, lakini ndio kwanza tuko katika hali yani hatua za mwanzo. Ile hatua ile sera ya mipango miji na makazi ile iko katika hatua za maamuzi tena, lakini hii ndio kwanza tunaanza kutafuta hivi maoni ya wadau, lakini kitu gani kimetupelekea miongoni hayo ni ambayo tunakutajia. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi, kwa habari na mwisho katika wizara hii. Tukutane hapo kesho inshallah katika wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Asante. Nakushukuru. Karibuni wizarani.